Chege, na tunaanza na taarifa kwamba visa vichache vya maandamano vimeripotiwa leo hii mjini Mwanza, Tanzania, huku maafisa wa usalama wakishika doria nchini humo kudhibiti maandamano yaliyokuwa yamepangwa. Wanajeshi waliwekwa kwenye miji mikuu ya Dar es Salaam na Dodoma kuzuia maandamano hayo, huku raia wengi wakisalia majumbani baada ya serikali kuyaharamisha. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, Wakenya 6 wamekamatwa wakiandamana nje ya ubalozi wa Tanzania hapa jijini Nairobi. Eneo la Ilemela, Mwanza, Tanzania. Kundi la vijana lenye mabango yenye jumbe dhidi ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan linapita, maandamano ya tarehe 9 mwezi Disemba yakishika kasi. Kundi lingine pia ambalo lilikusanyika kutoa kauli zake likitaka haki kwa wenzao waliouawa katika maandamano ya mwezi Oktoba na kutaka waliotekwa nyara kuachiliwa. Hiyo ni Arusha, ndo tunaanza saa 10 hiyo. Hata hivyo, maafisa wa polisi wamepuuzilia mbali picha hizo wakisema ni za zamani. Taarifa hizo sio sahihi. Wanatumia picha mjongeo na picha mnato za matukio ya nyuma kama vile ya tarehe 29, tarehe 30 na tarehe 31 mwezi wa 10, 2025. Hali shwari aidha iliripotiwa katika miji mikuu ya Dar es Salaam na Dodoma, maafisa wa kijeshi na wale wa jeshi la polisi wakishika doria kutwa. Barabara zikisalia mahame, japo magari machache ya dharura na ya polisi yalionekana yakipiga darubini mjini, wakazi wengi wakisalia nyumbani baada ya amri ya serikali ya Jumatatu. Haya yanajiri huku Wakenya 6 wakikamatwa wakiandamana nje ya afisi za ubalozi wa Tanzania hapa Nairobi, wakiachiliwa baadaye. Ughaibuni, maandamano yalishuhudiwa katika ubalozi wa Tanzania kule Uingereza, baadhi wakibeba vibango wakidai haki kwa mamia ya watu wanaoripotiwa kuuawa wakati wa maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu, wakidai suluhu ya kudumu. Tanzania imekuwa kama Gaza. Hii sio Tanzania tunayojua. Tunataka tuwe na amani na uhuru. Tunataka katiba mpya, tunataka walioko magerezani waachiliwe. Disemba 9 ni siku ya kumbukumbu ya uhuru wa Tanzania bara, mwaka huu ikiadhimisha miaka 64 baadaye. Emmanuel To, runinga ya Citizen.